Sasa kwenye Chadema si jambo la ajabu kuona Mbowe angeliendelea kuwepo madarakani, lakini si jambo la ajabu pia kuona kumetokea nguvu ya kuweza kumwondoa, kwa sababu mshindani wake alikuwa ni makamu mwenyekiti wake na alikuwa ni mtu ambaye kwa siasa za kisasa ametengeneza ushawishi. Unajua siasa za sasa zimeingia sana kufanywa na vijana na hata ukiitizama Chadema kwa kiasi kikubwa sana, wakati ule Mbowe na Lissu wanavutana, ilikuwa ina vijana wengi. Kwa hivyo kwa kiasi fulani kuwa na mabadiliko ndani ya chama chao ilikuwa ni ajenda ya vijana, kwa sababu walikuwa wanaamini wanataka mtu ambaye atawapeleka kwenye ushindani wa kupambana na CCM akiwa madhubuti. Mbowe alikuwa tayari ametoka kwenye zile siasa tunasema radicals za moto zile, ameingia kwenye siasa za tunasema hizi siasa za kiutu uzima, siasa ambazo sio za migogoro na mivutano. Kwa hivyo watu wengi katika Chadema walikuwa bado wanaamini kwamba ili upambane na CCM lazima utumie msuli. Mbowe alikuwa tayari ameanza kutana ule upepo kwamba unaweza kupambana na CCM kwa kutumia maarifa. Huyu hapa bwana ni mwanasiasa mkongwe na mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye anajulikana kama Said Miraj, ambaye amesema kwamba haingekuwa jambo la ajabu kama Freeman Mbowe angeendelea kubaki madarakani, lakini pia si jambo la kushangaza kuona kwamba kulitumika nguvu nyingi kumwondoa, kwani Chadema ilihitaji kiongozi mwenye siasa za ushindani kama Tundu Lissu, siasa zinazopendwa na vijana wengi sana nchini. Sasa hapa akizungumza na Wilberforce Ngoto katika mahojiano maalum na kituo ambacho kinajulikana kama Force News TZ, ilikuwa ni Disemba 24 mwaka 2025, Miraji amesema kwamba Mbowe tayari alikuwa ameshapita kwenye siasa za moto na kuingia katika siasa za utu uzima ambazo hazikuwa tena na mvuto kwa vijana waliotamani mabadiliko ya haraka ndani ya chama. Yani hapa anaamini kwamba siasa za Mbowe zilikuwa ni siasa fulani hivi zenye utulivu, siasa ambazo hazina purukushani nyingi sana, ni siasa ambazo zina utulivu mwingi ndani yake. Ameziita siasa za kiutu uzima, tofauti na siasa ambazo zimejaa heka nyingi, vurugu nyingi na mihemuko kibao kama siasa za Tundu Lissu, siasa ambazo huwa zinachangamsha sana vijana wengi, siasa ambazo zimejaa mijadala mingi na vitu kama hivyo. Sasa nikimnukuu anasema hivi: kwenye Chadema si jambo la ajabu kuona Mbowe angeendelea kuwa madarakani, lakini pia si ajabu kuona zilitumika njia za kuhakikisha anaondoka, kwa kuwa alikuwa mpinzani wake ni makamu mwenyekiti wake mwenye ushawishi mkubwa kwenye siasa za kisasa. Mwisho wa nukuu. Ameongeza kuwa kwa sasa siasa zimevamiwa na nguvu kubwa ya vijana, na wakati Mbowe na Lissu walikuwa kitofautiana, hoja nyingi za mabadiliko zilikuwa zinasukumwa na vijana waliotaka mtu madhubuti wa kupambana na Chama cha Mapinduzi CCM. Nikimnukuu tena anasema kwamba Mbowe alikuwa tayari ametulia kisiasa, ameingia kwenye siasa za utu uzima, tofauti na Lissu ambaye anaendana na kasi ya kisasa na mvuto kwa vijana. Sasa sijui kama unakubaliana na hiki ambacho amekisema Said Miraj kuhusiana na sababu zilizofanya Chadema wakamuondoa Freeman Mbowe katika nafasi yake ya mwenyekiti wa chama cha Chadema na kumweka Tundu Lissu ambaye sasa hivi ndo mwenyekiti, lakini pia ana mwenyekiti wake John Heche ambaye pia anaonekana mwenyewe pia kashangamka kinoma. Sasa vijana wanaonekana kabisa kwamba wanapenda siasa ambazo ni za moto kama hivi. Sijui kama unakubaliana naye, nipe maoni yako pale chini kwenye uwanja wa comment.